Mambo matatu ambayo mwanamke haupaswi kabisa kumtegemea mwanaume. Pengine leo unakuwa unajiuliza, umeshatembea na wanaume 10 katika maisha yako, wanaume 5 katika maisha yako, na kila mmoja alikuja katika maisha yako na kuondoka. Unajiuliza, tatizo ni nini? Kwa nini wanaume hawakuoi? Kwa nini wanaume hawakai kwako? Nikukumbushe tu, haijalishi utadumu kwa kiasi gani ama kwa muda gani na mwanaume uliyekuwa naye, hiyo haimaanishi anakupenda. Wanaume wengine watadumu katika maisha yako mpaka pale watakapokukinai, lakini si kwamba walikuwa na malengo na wewe. Sawa sawa? Sasa pengine haya mambo matatu, kwa kushindwa kuyamudu wewe binafsi, ndio yanaweza kawa tatizo kuwafanya wanaume wakimbie katika maisha yako. Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin. Karibu tuyafahamu haya mambo matatu. Jambo la kwanza ni pesa ya kujikimu. Nafahamu baadhi ya wanawake mnaweza mkawa mshaanza kupaniki hapa nilivyotaja neno pesa. Yes, pesa ya kujikimu. Pesa ya kujikimu nimeweka katika fungu la maeneo mengi, si ndio? Hapa kuna pesa ya vocha, hapa kuna pesa ya saruni, hapa kuna pesa ya chakula, hapa kuna pesa ya mavazi. Kuna video moja nishaye kuona, kuna mdada anamtukana mwanaume kwenye simu, ilitembea sana mitandaoni. Anamwambia, wewe hata hela ya kula unashindwa kutuma. Toka jana umeniahidi hela ya chakula mpaka leo hujatuma. Yuko na shoga yake wanamchamba. Na basi achana na mimi, usinipigie tena. Wewe unajua hata vocha inatafutwa vipi? You see? Kwa hiyo hii itawafanya wanaume wabakie katika maisha yako na wakuhudumie, lakini haitawajenga katika namna ya kufikiria kwa maisha marefu ya baadaye, kwa sababu unajua maisha ni magumu sana. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwisho nitaelezea vizuri, baada ya kuyakamilisha yote matatu, nitaelezea vizuri kwa nini mambo haya hautakiwi kumtegemea mwanaume. Sasa si vyema kuanza kuomba hela ya vocha kwa mwanaume wako, kuanza kuomba hela ya kula kwa mwanaume wako, kuanza kuomba hela ya mavazi, hela ya saruni kwa mwanaume wako. Sio mbaya, lakini si vizuri kumaanisha kwamba bila yeye kukusaidia huwezi kupata vocha. Bila yeye kukutumia vocha huwezi kuwasiliana naye, huwezi kupata vocha kumpigia. Akakutumia message moja, ushamjibu sina vocha, vocha imeniishia. Yaani inabidi atume vocha muendelee kuchati, ama ndio muendelee kuzungumza. Hauendi saluni, mume wangu, mke wangu, of course mnawaita wame zenu hata kama mjawana. Mume wangu, sina fedha ya saluni, naomba unisaidie fedha ya saluni nikapendeze. Means unamaanisha hauwezi kupendeza bila yeye. Kwa hiyo kipindi chote alichokuona wewe unavutia, mrembo, maana yake yupo mwanaume alikuwa anakupendezesha, ama ulikuwa unajimudu mwenyewe. Sio, unanielewa? Kwa hiyo uwezi kula, mume wangu nimetamani chakula hiki, naomba nitumie pesa ninunue. Kumbuka, sikatai, sio mbaya ikiwa katika eneo la mahaba, lakini ni mbaya ikiwa katika eneo la tegemezi. Yaani kama hujatuma siwezi kula, na wapo wanawake ambao ili linageuka kwa deni. Kama ulimwahidi poa, baadaye nitakucheki, nitakutumia. Anaweza akakudai siku 3. Jana ulisema utanitumia ile 10,000 ya chakula, hujanitumia tena. Ina maana mpaka leo siku ya pili hujala. Sio, unanielewa? Ina maana mpaka sasa hivi hujapata vocha. Kwa hiyo kwa nini nasema pesa ya kujikimu lisiwe jambo la kumtegemea mwanaume? Kwa sababu tukumbuke, kabla mwanaume kuja katika maisha yetu ama kuja katika maisha yako, ulikuwa tayari na maisha yako. Na hivi vitu havitakiwi kuwa tatizo kwako. Na ndio maana nataka kusema mwanaume anaweza akakukimbia kwa sababu ya vitu kama hivi. Anajiona yupo kwako kwa sababu ya mahitaji yako binafsi, na hayupo kwako kwa sababu wewe unamhitaji katika maisha ya upendo. Sio, unanielewa? Kwa hiyo pesa ya kujikimu, pendeza, vaa vizuri, nukia, kula vizuri, kiasi cha kwamba hata mwanaume mwenyewe aone kwamba wewe unajiweza hata asipokuwepo yeye. Twende kwenye jambo la pili ambalo utakiwi kumtegemea mwanaume kabisa. Pesa ya kodi. Tumeona watu wengi ama wanawake wengi wakiteseka kwenye swala la pesa la kodi. Amekutana na mwanaume, anaanza kumwadisia ndoto zake za kutaka kupanga. Nilikuwa nataka kupanga niondoke nyumbani. Inageuka kama
unajua inageuka kama forcing, yani ni kwamba nilikuwa nakusubiria wewe tu uje ili unisaidie nihame nyumbani. Kwa sababu ndio kauli yake, dakika 2 hapa nyumbani mipachani chochosha, bora tu mume wangu nitafutie hela mimi nihame tu hapa. Sasa hivi unajua hatupo uhuru hapa nyumbani, wananibana sana, bora nitafutie hela nihame tupate kukaa wenyewe tuwe uhuru. Unajua nini natafuta nyumba nikae mwenyewe. Yani imekuwa kama hadi namnyima raha yule mwanaume kuwasiliana na wewe ama kukaa na wewe, kwa sababu anaona kama ana deni kwako. Yani unampa deni la kwamba yeye anatakiwa kutafutie nyumba ya kukaa. Listen to me carefully. Kama alikukuta unakaa nyumbani, then stay there. Kaa hapo. Akiona kuna umuhimu wa wewe kujitegemea ama kukaa kwako ili yeye awe uhuru, atalileta ile wazo la kukupangia. Ama kama wewe una mawazo ya kupanga, zidisha juhudi katika kufanya kazi. Ushaelewa? Fanya kazi kwa bidii, utapata hela zako, utajichanga, utapanga na support. Una kiasi kidogo cha fedha, unataka kikamilike kifikie kiasi fulani ili upange, unaweza kumshirikisha. Bwana, na kiasi hiki cha fedha, kama una kiasi kidogo unaweza kunisaidia niongezee niweze kupanga. Unaweza, kama tena umefikia katika hali ngumu ya kwamba hauwezi bila yeye, unaweza kumshirikisha. Ama acha yeye, akiona kuna umuhimu wa wewe kupanga hatapanga, lakini usijeuze kuwa ni majukumu yake yeye kukupangia nyumba. Lakini pia hii itakufanya wewe uwe mtumwa. Tunaona kuna wanawake kibao wanapangiwa nyumba ikiwa wao kwa mwezi hawawezi kuingiza hata shilingi 10,000. Maana yake ni nini? Kwamba huyu akiachwa na mwanaume aliyompangia nyumba atakuwa anateseka, hataweza tena kulipa ile kodi. Otherwise aendelee kuwa mtumwa kwa mwanaume. Even if mwanaume atakufanyia vitimbwi, atakufanyia vibweka, kwa sababu anaamini hauna cha kufanya ikiwa yeye ndiyo provider wa nyumba unayoishi. Na pengine atataka kufukuza katika hiyo nyumba kimzingua. Lakini atakushusha thamani. Mwanaume anamheshimu mkewe tu pindi akimhudumia. Mwanaume hawezi kumdharau mkewe kwa sababu anamhudumia, ila mwanaume atamdharau hawala kwa kumhudumia. Mke inaonekana kama ni wajibu kuhudumiwa, ila hawala hatujaoana, hatuna commitment zozote, sitakiwi kwenda mbali kiasi cha kuprovide maisha yako. Kwa hiyo atakudharau, na pengine ikiwa mzigo ni mzito atakukimbia. Ushanielewa? Wewe akatafuta sababu tu, hujapokea simu kakuacha. Unajiona mimi niko nje naachwa sana, kumbe hivi vitu vidogo wanaume wanavikimbia. Tunao mifano baadhi, mwanaume anakutongoza, ukimuomba tu hela vocha, message ajibu tena. Huu ni mfano mdogo tu. Hajibu tena message, apokee simu zako. Kisa umeomba 20,000 tu 50,000. Sasa huo ni mfano mdogo tu wa kutazamia kwamba wapo wanaume ambao kweli wana lengo na kuwa na wewe, lakini hivi vitu kuvigeuza kuwa ni majukumu yao vinawatisha, kwa sababu hata maisha yao wao pia wanajitafuta na wamekutafuta wewe katika namna ya kuangalia tunawezaje kutazama mambo ya kimisingi ya pamoja kuweza kuangalia tunafanikiwa kwa namna gani, lakini sio kugeuza hivi vitu kuwa madeni kwake. Twende kwenye jambo la 3 ambalo kiukweli ni kubwa zaidi. Kuhudumia familia yako. Kuna ndoa za kirejareja hapa, kisa mwanaume anahudumia familia. Na hii imekuwa hata wazazi wanakubaliana nayo kwa sababu wanapata huduma kutoka kwa mwanaume. Hii umeidhalilisha familia, my friends. Umeidhalilisha familia. Maanake familia inamtegemea mwanamke ambaye hana uwezo wa kuisaidia familia yake, na badala yake anatumia mwili wake kuwasaidia familia. Na hii inaleta picha gani kwa wanaume wenye maana zaidi? Kwamba kabla sijaja mimi, na kama familia inamtegemea huyu, maana yake nani alikuwa anahudumia hii familia before mimi? Sio, unanielewa hapo? Kwa hiyo usikubali kumgeuzia mwanaume ambaye hata haja kuoa kumpa majukumu ya kulea familia yako. Anakulea wewe katika kujikimu, anakulipia kodi, analea familia yako. Ili jambo hata mume, kuna wanaume ama wame za watu hawakavya maeneo yote, lakini wewe unataka leo hii awala mwanaume tu wako aje kuoa, mjaoana, aanze kumudu hizi gharama zote. Sasa haya ni mambo 3 ambayo mwanamke haupaswi kabisa kumtegemea
mwanaume. Na madhara ya mambo haya, kama utamtegemea mwanaume katika namna ya kumforce, inaweza ikakuharibu kisaikolojia, na wakati mwingine inaweza ikakufanya uanze kutazama kwamba mwanaume asiyekuhudumia ama asiyeyafanya mambo haya hakupendi. Kumbe ni njaa zako tu, unapendwa vizuri tu, lakini umeshindwa kutofautisha kati ya upendo na haya majukumu. Haya ni majukumu ambayo hata watu wanaokupenda wengine wanashindwa kuyatekeleza. Unakuta mtu hata familia yake yeye, mama yake na baba yake, anashindwa kuwalea. Unataka akailee familia yako, atakuogopa. Unashindwa, mtu anakaa kwenye nyumba kajibanabana ya 100,000 ya 200,000, unamwambia naye akakupangia nyumba ya 200,000. Maana yake anapanga nyumba ya 500,000 ikiwa uwezo wake ni 200,000 na tayari kishapanga kwake. Unataka akakupangie na wewe, maana yake unamuongezea matumizi ya kodi ikiwa yeye hakuwa na uwezo mkubwa kiasi hicho. Si utanielewa? Unataka ujikimu haja zako za kimaisha kupitia yeye, ikiwa yeye mwenyewe umemuona hata ya kwake hayakamiliki. Kwa hiyo hizi zinaweza zikawa sababu ya wanaume kukimbia. Wanaume tuna kawaida ya kukimbia majukumu, na ndio maana hapa nikasema mwanaume anaweza akakamilisha vyote hivi, lakini mwisho wa siku akikukinai akaondoka. Pengine anaweza akavikamilisha vyote hivi kwa sababu bado ana hamu na wewe, ana shauku na wewe, anataka kuendelea kukutumia, kwa hiyo ana budi kukununua, lakini atakapokukinai atakuacha. Sasa wanawake wengi tunadhani mtu anayeyafanya haya yote ndiyo mwanaume anayetupenda, but trust me, wanaume wanakinai, na wanaweza kukinai tu si kwa mapenzi unaompa kwa kuchoka kwa mapenzi, lakini akakinai tu katika hivi vitu. Akiona simu yako anasema ya huyu kibomu hichi. Mna message zenu zile mkitumaga kwamba nikwambie kitu. Hizo mbaya hizo kuzijibu ni shida. Sasa unageuka mwanamke ambaye kama wanasema kausha damu. Yaani mwanaume anajihisi kuingia kwa huyu mwanamke, nimekuja kupoteza malengo na matumaini yangu. Nimekuja, yani mwanaume anaanza kuona kudate na mwanamke wa aina hii, nimekuja kujifirisi. Huyu mwanamke ni mfirisi. Hivyo na wasii wanawake, kabla ya mwanaume kuja katika maisha yako, na kuomba jitahidi kadri ya uwezo wako uweze kumudu pesa ya kujikimu, pesa yako ya kula, pesa yako ya mavazi, pesa yako ya saruni na kadhalika, pesa za vocha ziwe kawaida kwako. Ziwe kawaida katika standard yako. Nafahamu maisha ni magumu, basi jiweke katika standard yako. Kula katika kiwango chako cha uwezo, vaa katika kiwango chako cha uwezo, nenda saluni katika kiwango chako cha uwezo, nunua vocha katika kiwango chako cha uwezo. Pesa ya kodi kama bado hujajipata, haina lazima kuanza kupanga. Kama nyumbani hujafukuzwa, endelea kukaa nyumbani. Noma hata watu watapiga kelele vipi na wewe kwamba mpaka saizi bado umekaa nyumbani, lakini kama hujajipata, usiforce kutafuta wanaume ili wakupangie. Wakati mwingine tunawatafuta wanaume kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya maisha yetu ama kuweza kuondoa matatizo ya maisha yetu, na tunasahau kwamba lengo lako ni upendo, furaha. Japo huduma zipo. Kwa mwanaume anayejielewa anaweza akakuhudumia katika maeneo, lakini usigeuze maeneo haya kuwa deni kwake, ama bila yeye haya mambo hayatawezekana kwako. Lakini pia kuhudumia familia yako. Hii unajidhalilisha wewe na kudhalilisha familia yako. Na hata familia, nataka zinisikie, ambazo leo hizi zinahudumiwa na mkwe ambaye hajaleta barua, hajaleta posa, hajamuoa binti yenu. Hii ni dharau kwa upande wenu. Lakini pia inawaonyesha nyinyi ni familia ya namna gani. Mnaweza mkampokea mkwe yoyote atakayeweza kuhudumia, na mnaweza mkamkataa mkwe yoyote asiyeweza kuhudumia. Kwa hiyo nawaomba wanawake, tusitafute wanaume kwa sababu ya shida zetu za maisha. Tusichague wanaume kwa sababu ya shida zetu za maisha. Leo hii imekuwa ni kawaida mwanamke kusema kwamba mwanaume asiyekuwa na hela mimi simtaki. Mwanaume asiyeweza kunihudumia mimi simtaki. Nataka uanze kukumbuka unahitaji mwanaume wa aina gani. Unahitaji mwanaume wa kukuhudumia tu na sio kukuoa na sio kukupenda. Jua mwanaume wa kukuhudumia na mwisho wake atafikia mwisho, atakuacha, atatafuta mke wa kumuoa, atamuoa. So utakuwa unahangaika katika maisha yako mpaka lini? Lakini nikuhakikishie tu, kama mambo haya utaweza kuyamudu wewe,
na kuhakikishia utamrahisishia sana kazi mwanaume, na utamfanya aanze kufikiria mambo makubwa ya kufanya na wewe, akiachana na haya mambo madogo. Lakini pia utampa tumaini la kuona kwamba wewe ni mwanamke unayejielewa, wewe ni mwanamke mpambanaji, wewe ni mwanamke ambaye sio mufirisi. Wanaume tunapenda wanawake ambao hawatunyonyi kimaisha. Sio kila tukisikia sauti tutasikia tunaomba fedha. Sio, ushanielewa? Lakini pia atakuona sio mwanamke mwenye tamaa. Haya kuomba haya atamfanya hata mwenyewe ahisi kabisa siku nikiwa sina huyu mwanamke atanikimbia. So mwanaume anayejielewa ama mwenye malengo kadhaa na wewe anaweza akakusaidia, sio kubeba jukumu, akakusaidia. Mke wangu, chukua hii fedha, itakusaidia, sio kwamba hauna, itakusaidia. Mke wangu, nafikiria, hujafikiria kukaa mwenyewe kujitegemea sasa hivi? Unashare naye mawazo, nimejifikiria lakini bado sijapata fedha, naangalia nikipata fedha nitajitegemea, nitapanga. Yeye atakwambia sipo, mimi nitakusaidia. Still even if anakusaidia, bado weka wazo la wewe pia kujipata katika namna ya kuweza kusaidia naye katika kodi. Lakini familia, una matatizo unayopitia familiani, kwenye familia yako, yeye atayaona na ataweza kutaka kushirikiana na bwana, imekwaje mama, naendeleaje nyumbani pale, imekwaje? Unashare naye changamoto za nyumbani kwenu, then yeye kwa mapenzi atakusaidia, lakini sio kumhamishia hii mizigo kwake. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana, ili tuweze kudumisha mahusiano yetu na kuwafanya wanaume wasitukimbie katika maisha yetu, tukawa tunabadilisha wanaume, tunajiuliza tatizo liko wapi. Leo naomba uliangalie hili tatizo, pengine ndio tatizo linalofanya wanaume waje katika maisha yako na kuondoka. Wanaume tunatafutaga sababu tofauti na zile sababu asili za kuweza kukuacha, na wewe ukafikiri kwamba labda mimi sio mtamu, labda kapata mwingine. Leo anza kufikiria pia, je, wanaume wanaokuacha ulikuwa unawapa hayo majukumu? Kama ulikuwa unawapa hayo majukumu na bado unaendelea kuwapa hayo majukumu, nadhani leo kuna somo utakuwa umejifunza. Naomba uniandikie message hapa namna gani umeelewa hili somo na kwa namna gani utaenda kuwaendea wanaume, lakini pia changamoto gani zinakukuta kwa wanaume ambao unawapa majukumu ya namna hii, ama wewe mwanamke unayejitegemea kwenye hali hizi zote bado lakini wanaume wanakusumbua, ni changamoto gani unakutana nazo? Naomba uniandikie kwenye comment hapo, lakini pia usiache kusubscribe kama ndo kwanza unaitazama hii video. Naomba uendelee kutazama video zangu nyingine zinazoendelea kwa masomo mazuri zaidi, na usiache kusubscribe. Hadi wakati mwingine tena, naitwa Mombeki Crispin.